Mtazamaji, tunaanza katika kaunti ya Narok ambapo mlipuko wa kipindupindu umeripotiwa huko Kilgoris katika kaunti hiyo. Shughuli zinaendelea kama kawaida huku tahadhari na onyo likiwa limetangazwa tayari katika maeneo mbalimbali. Tobias Meso anafuatilia hali ilivyo huko Kilgoris na sasa tunaungana naye mubashara. Meso, hujambo? Hebu tueleze, kufikia jana idadi ya walioaga kutokana na kipindupindu ilikuwa watu 4. Kuna taarifa pengine zaidi au pengine waathiriwa wameongezeka? Shukran sana Cecilia kutoka studio. Hii ni wiki ya kuenzi wateja, lakini katika kaunti ya Narok kumekuwa na changamoto ya walipuzi ama labda ya kipindupindu, lakini kufikia jana waathiriwa walikuwa 31 na kulikuwa na vifo vya watu 4. Lakini hivi leo nasikia kuna mabadiliko, lakini ya nini niandike kwa mate ilhali kuna wino. Baadhi yangu hapa hivi niko na madaktari na pamoja viongozi katika kaunti hii waweze kutueleza ni yapi ambayo yamejiri. Ningependa kuungana nawe utueleze jina lako na uweze kutueleza labda ni yapi ambayo yamebadilika. Kwa majina ninaitwa Lucy Kashu, mimi ni Chief Officer ambaye anasimamia uzuiaji na uimarishaji wa afya katika kaunti ya Narok. Ningependa nimpe Dr. Kio nafasi atueleze juu ya idadi. Asante. Jina langu ni Dr. Francis Kio na hudumu katika serikali ya kaunti ya Narok kama mkurugenzi au director wa afya. Na tangu Jumatatu ya wiki iliyopita tarehe 29 mwezi wa 9 ndio tulipata mkurupuko ama outbreak ya ugonjwa wa cholera kipindupindu. Na tangu siku hiyo tukafanya uchunguzi katika mahabara zetu na kudhibitisha kwamba ni ugonjwa wa kipindupindu. Hadi sasa tumepata wagonjwa 45 kutoka hiyo siku hadi leo, sasa ni wiki moja. Kati ya hao 19 bado wako kwenye wodi na watano waliaga, walipoteza maisha yao, na kuna wengine 21 ambao tayari wametibiwa wakapona wakaenda nyumbani. Kwa hivyo katika hospitali yetu hapa ya Transmara Sub County Hospital bado tunao wagonjwa 19 ambao wanapata matibabu na wanaendelea vizuri. Asante. Lakini tueleze labda chanzo ni nini ya ugonjwa huu? Chanzo na usambazaji wa ugonjwa ni kupitia maji machafu na chakula. Ugonjwa wa kipindupindu unasambaza kupitia kunywa maji ambayo yako na viini vya cholera, inaitwa Vibrio cholera, na ikiingia kwenye maji au chakula. Kwa hivyo ni maji machafu yenye viini vya Vibrio cholera na chakula ambacho si kisafi, na ukosefu wa vyoo na kunawa mikono. Kwa hivyo tukishughulikia matatu, shida zitapungua sana. Asante. Shukran sana. Pia ninaye labda ningependa kuzungumza pia na Kashu ambaye ni kiongozi kutoka kaunti, atueleze moja mawili. Tumechukua hatua, tumeungana kama serikali kuu na serikali ya kaunti. Serikali kuu wanatufanyia examination ya results zetu katika mahabara yetu kuu Nairobi. Governor wetu ametoa motorbikes ambazo zitaweza kufikia wanavijiji kwa haraka, na pia community health promoters pia wanaenda kwa kila jamii ili kuhakikisha kwamba tumeangamisha ugonjwa wa kipindupindu. Pia tumepiga marufuku chakula cha kuzungushwa katika hii tauni yetu, na tumesema pia kila wakati watu wawe waangalivu, na ukiona uko na dalili ya kipindupindu uje kwa hii hospitali ambayo matibabu yatakuwa ni ya bure, kwa sababu gavana wetu amenunua madawa ya kutosha. Shukrani sana. Kwa hivi sasa tu ningeomba kurudisha kwa studio, kwa sababu tutazidi kufuatilia habari zaidi baadaye, kwa sababu hivi sasa kuna mkutano ambao inazidi kuendelea nyuma yangu. Nikirudisha kwako studio kutoka Transmara Magharibi, mimi ni Toby Meso. Naam, asante sana Tobias Meso kutoka maeneo hayo ya Narok. Mtazamaji, ndio uhalisia wa mambo kufuatia kuripotiwa hapo jana kwa ugonjwa huo wa kipindupindu ambapo watu 4 walithibitishwa kufariki. Utatuia radhi kidogo hapo, mawimbi yalikuwa yameganda, lakini tutakupa kina cha taarifa hiyo baadaye kidogo.